Video hii itaeleza jinsi ya kuongeza mapato yako unapofanya kazi kwa huduma ya rideshare. Ukishaidhinishwa kuendesha gari kwa huduma ya rideshare kama Uber au Lyft, kuna vidokezo na zana kadhaa ambayo zinaweza kukusaidia kupata pesa zaidi. Anza kwa kujifunza jinsi program inavyofanya kazi. Jifunze jinsi ya kuingia mtandaoni ili kuanza kufanya kazi. Utaona maeneo yaliyoangaziwa kwenye ramani yanayoonyesha maeneo yenye trafiki nyingi au matangazo wakati wa matukio. Chunguza wapi pa kuona mapato yako, ongeza taarifa za benki na uangalie matangazo yajayo. Angalia kikasha chako kwa ujumbe kuhusu akaunti yako au wasiliana na usaidizi. Fikiria kuwasilisha chakula kwa wiki kadhaa au miezi kadhaa kabla ya kusafirisha abiria. Hii itakusaidia kuzoea programu na njia za kuendesha gari bila shinikizo la ziada la kuwa na abiria kwenye gari. Fahamu eneo lako, hasa Pittsburgh. Jifunze kuhusu mitaa ya eneo lako, vitongoji, maegesho na mifumo ya trafiki. Kuwa na leseni yako ya udereva, uthibitisho wa bima na usajili ni lazima. Hata hivyo, fikiria pia kuna vitu vingine muhimu katika gari lako, kama vile chaja ya simu ya mkononi, kifaa cha kuweka simu, tochi, kamera ya dashboard, kifaa cha huduma ya kwanza, vifuta na vitafunio au maji kwenye mfuko wako binafsi. Ili kufanikiwa na Uber au Lyft, huduma imara kwa wateja ni muhimu. Huduma mzuri kwa wateja inamaanisha kuwa na msaada, ufanisi na heshima. Inaongoza kwa vidokezo bora, ukadiriaji wa juu na ufikiaji wa safari zenye faida zaidi. Tayarisha gari lako kwa kuosha sehemu ya nje, kufuta na kusafisha sehemu ya ndani kwa kutumia vumbi, na kuepuka viburukisho vikali vya hewa au harufu nyingine. Jiandae kwa kuvaa kitaalamu, kufanya usafi mzuri kabla ya kila zamu, na kutotumia cologne au manukato mengi kupita kiasi. Inachukuliwa kuwa ni utovu wa nidhamu wa kuuza abiria. Kwa hivyo, jaribu kujibu maswali yao hata kama unawaambia hakuna Kiingereza. Baadhi watu wanaweza kujaribu kuzungumza nao, na wengine wanaweza kupendelea kukaa kimya kwenye simu zao. Jaribu kuwa na heshima na utaalamu. Kuwa na heshima na epuka makabiliano. Kuwa na ukadiriaji duni au matatizo na abiria kunaweza kukufanya uondolewe au kupigwa marufuku kutoka kwa programu za usafiri wa abiria. Sasa hebu tuzungumze jinsi ya kutoa usafiri salama na wa starehe. Fuata sheria zote za trafiki na kuvaa mkanda wa salama. Kupita kikomo cha mwendo, kutumia ishara ya zamu yako na kuengesha magari katika eneo salama kwa ajili ya kuchukua na kushusha abiria. Endesha gari kwa uangalifu na urekebishe uendeshaji wako kulingana na hali ya barabara kama vile trafiki au hali mbaya ya hewa. Kuwa mwangalifu na mtaalamu. Usizungumuze kwenye simu au kujibu ujumbe mfupi ukiwa na waendeshaji ndani ya gari. Ukimshusha mtu, hakikisha unamwacha mahali ambayo anaweza kutoka salama kwenye gari. Pata ukadiriaji bora kwa kutoa huduma nzuri kwa wateja, na uboreshe ukadiriaji wako kwa kusoma maoni yaliyoachwa na wateja. Fungua bonasi na motisha unapoendesha gari. Hapa kuna mifano. Juhudi ni unapokamilisha idadi fulani ya safari kila siku. Boost Plus Zones itakusaidia kupata malipo ya ziada kwa saa katika maeneo yenye mahitaji makubwa. Pokea bonasi za rufa unapoalika marafiki na familia kujiunga na kujua. Komboa ofa na marupurupu kwa punguzo la matengenezo ya gari au mafuta.
Hizi zitakusaidia kupata pesa zaidi au kuokoa pesa unapofanya kazi. Fuatilia mapato yako na uripoti mapato yako kwa ofisi ya usaidizi kwa akaunti ikiwa unapokea manufaa ya umma. Kushindwa kuripoti taarifa hii kunaweza kusababisha manufaa au mahitaji ya ulipaji yaliyofutwa. Rekodi gharama zako zote kwa kujumuisha mafuta, matengenezo na umbali kwa kutembea, na uhifadhi risiti zako zote za gharama hizo. Endelea kupata taarifa kwa kuendelea kupata masasisho ya programu, matangazo na maoni ya wateja. Soma maoni kutoka kwa waendeshaji na ufanye maboresho kulingana na maoni yao. Jiunge na jumuiya za madereva wa eneo lako kwenye Facebook au Reddit ili kushiriki vidokezo na uendelee kuwasiliana. Asante kwa kutazama video hii ili kuongeza mapato yako kushiriki rideshare.